Dmitry Peskov amesema kwa sasa tunazungumza juu ya nia na utayari wa nchi hizi katika kusonga mbele katika kutafuta suluhu ya amani. Hapa kuna maelewano ya pamoja kuhusu masuala ya kitaalamu, na kama unavyojua kwamba masuala haya ya kitaalamu yalikuwepo katika mazungumzo yaliyofanyika leo huko Riyadh kati yetu na ujumbe wa Marekani. Bila shaka masuala mengi yanayohusiana na makubaliano bado yanahitaji kushughulikiwa. Mapema leo waziri wa ulinzi wa Ukraine Rustem Umerov alisema duru ya kwanza ya mazungumzo ambayo ilikamilika Jumapili jioni ilikuwa yenye tija na yenye kutoa mwelekeo chanya. Luanda. Angola imetangaza hivi leo kuwa imetangaza kujiondoa katika nafasi ya upatanishi kwenye mzozo mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kati ya jeshi la serikali na waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda. Umoja wa Afrika sasa utalazimika kuiteua nchi nyingine ili kuchukua nafasi hiyo ya kuendeleza juhudi za mazungumzo katika dhamira ya kuvimaliza vita vinavyotishia amani kwenye eneo hilo lenye utajiri mkubwa wa madini. Angola iliyoteuliwa na Umoja wa Afrika katika nafasi hiyo ya upatanishi imesema rais wa nchi hiyo João Lourenço amefanya kila aliwezalo na bila mafanikio kuzisuluhisha pande hasimu katika mzozo huo mashariki mwa Kongo ambao umesababisha maafa makubwa. Unaendelea kusikiliza habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Istanbul. Mamlaka nchini Uturuki imesema inawashikilia zaidi ya watu 1000 kufuatia maandamano makubwa yaliyozuka wiki iliyopita baada ya kukamatwa meya wa mji wa Istanbul na mpinzani mkuu wa rais wa nchi hiyo Recep Tayyip Erdogan, Ekrem İmamoğlu. Maandamano hayo ya maelfu ya watu yalianza mjini Istanbul baada ya kukamatwa kwa kiongozi huyo na kuenea katika zaidi ya majimbo 55 kati ya 81 ya Uturuki na kusababisha makabiliano ya polisi wa kutuliza ghasia na kulaaniwa kimataifa. Mbali na kukamatwa kwa watu hao, Uturuki imekuwa ikizifungia akaunti mbalimbali za mitandao ya kijamii na watu wanaohamasisha maandamano nchini humo. Hali kadhalika, Ekrem İmamoğlu anayetuhumiwa kwa ufisadi na ugaidi anatajwa kama mwanasiasa pekee ambaye anaweza kumshinda rais wa Uturuki Erdogan katika uchaguzi mkuu ujao, na tayari chama chake cha CHP kimempitisha kuwa mgombea mkuu katika uchaguzi wa mwaka 2028. Wasiwasi wa Ujerumani umetokana na kuongezeka kwa mashambulizi ya anga ya Israel yaliyoanza Jumanne wiki iliyopita huko Gaza na kulenga maeneo yenye wakazi wengi. Israel imeanzisha pia operesheni za ardhini na kusambaratisha hali ya utulivu iliyoshuhudiwa kwa muda wa wiki 6 kufuatia awamu ya kwanza ya makubaliano ya kusitisha mapigano. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Ujerumani Christian Wagner amesema ni wazi kwamba ni lazima sasa kurejea haraka kwenye mchakato wa awali wa mazungumzo ya amani, akisisitiza kuwa operesheni mpya za kijeshi za Israel hazitowezesha kuachiliwa kwa mateka waliosalia na zitapelekea hali ya kibinadamu kuwa mbaya zaidi huko Gaza. Ujerumani, ambayo kwa kawaida ni mshirika mkubwa wa Israel, imekosoa pia kile ilichokiita kauli zisizokubalika za waziri wa ulinzi wa Israel Katz, ambaye wiki iliyopita alitishia kuchukua udhibiti wa baadhi ya maeneo ya Gaza ikiwa Hamas haitowaachia mateka wa Israel waliosalia. Msemaji huyo wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Ujerumani amelaani pia uamuzi wa Israel wa kuyatambua zaidi makazi ya 12 ya walowezi katika ukingo wa Magharibi unaokaliwa kwa mabavu, akisema kuwa sera ya upanuzi wa makazi hayo inadhoofisha juhudi za kufikia suluhu la mataifa mawili. Wagner ameongeza kuwa ikiwa lengo ni kuunda mamlaka ambayo inadhamiria kuwafukuza Wapalestina katika ardhi yao, basi hilo halitokubalika na lazima lilaaniwe. Katika hatua nyingine, mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas ameonya leo wakati wa ziara yake mjini Jerusalem kwamba mashambulizi ya Israel huko Syria na Lebanon yanaweza kupelekea hali kuwa mbaya zaidi katika eneo hilo tangu kufikiwa mwezi Novemba kwa makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israel na kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran. Aidha, Kallas ametoa wito wa kuendelea na mazungumzo. Kurejesha mazungumzo kuhusu Gaza ndiyo njia pekee inayoweza kukomesha
mateso ya pande zote. Ghasia huchochea ghasia zaidi. Tunachoshuhudia sasa ni ongezeko la vurugu linalosababisha hali ya sintofahamu isiyoweza kuvumilika kwa mateka na familia zao, na vile hofu na vifo kwa watu wa Palestina. Haya yakiarifiwa, Misri imependekeza mpango mpya wa usitishwaji mapigano huko Gaza. Shirika la habari la Qatar la Al Arabi Al Jadid limesema pendekezo hilo limewasilishwa kwa pande zote, huku Hamas ikithibitisha kulipokea na Israel ikiwa haijasema chochote. Naam, ni Jacob Safari na mkusanyiko huu wa taarifa ama wa mambo yanayoendelea kule Mashariki ya Kati. Israel imezidisha mashambulizi yake Gaza na Ujerumani yasema mashambulizi hayo yanakwamisha zaidi mipango ya kuachiliwa mateka wanaoshikiliwa na Hamas. Tuingie sasa katika mzozo wa Urusi na Ukraine. Maafisa wa Marekani na Urusi wamekutana nchini Saudi Arabia leo kujadili usitishaji mapigano kwa sehemu nchini Ukraine, siku moja baada ya mazungumzo kati ya Marekani na Ukraine, huku rais wa Marekani Donald Trump akishinikiza kumalizwa kwa haraka kwa vita kati ya nchi hizo mbili. Tatu Karema na taarifa zaidi. Ujumbe wa Marekani na Urusi wamekutana faraghani katika hoteli ya kifahari huko Riyadh, mji mkuu wa Saudi Arabia, huku kukiwa na uwezekano wa mazungumzo ya kufufua makubaliano ya mwaka 2022 ya kusitisha vita katika Bahari Nyeusi. Katika kikao chake cha kila siku na waandishi wa habari, msemaji wa ikulu ya Kremlin Dmitry Peskov amesema kuwa swala kuhusu mpango wa Bahari Nyeusi na vipenge vyote vinavyohusiana na kuanzishwa kwa mpango huo viko kwenye ajenda ya mkutano wa leo. Tunazungumza kuhusu matamanio na utayari wa nchi hizo kuelekea kwenye njia ya kupatikana kwa suluhu ya amani. Kwa hakika nia na malengo ni mmoja. Kuhusu masuala ya kitaalamu ni kwamba vipengee fulani vya baadhi ya masuala ya kitaalamu ni miongoni mwa mada zitakazojadiliwa. Mazungumzo yanayofanyika leo mjini Riyadh kati yetu na ujumbe wa Marekani. Bila shaka masuala mengi kuhusiana na makubaliano yanasubiri kushughulikiwa. Ujumbe wa Ukraine ambao ulifanya mazungumzo na maafisa wa Marekani jana katika ukumbi huo inayofanya mazungumzo na Urusi unatarajia kukutana kwa mara ya pili leo na ujumbe wa Marekani, haya ikiwa ni kulingana na chanzo kimoja cha Ukraine kilichoarifu shirika la habari la AFP. Hii ikiwa ishara huenda mafanikio yamepatikana. Awali mazungumzo hayo mawili yalipangwa kufanyika kwa wakati mmoja ili kuwezesha muingilio wa kidiplomasia wa Marekani kwa pande zote mbili. Haya yanajiri huku kaimu meya wa mji wa Sumy nchini Ukraine Artem Kobza akisema kuwa adui ameshambulia eneo hilo la makazi pamoja na miundombinu inayojumuisha taasisi za watoto na hospitali moja. Kobza ameongeza kuwa watu 65 wanaojumuisha watoto 14 wamejeruhiwa. Katika hatua nyingine, Rais Putin amezungumza na rais wa Umoja wa Falme za Kiarabu Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan kuhusu mkataba wa kundi la nchi zinazozalisha mafuta kwa wingi duniani OPEC Plus, pamoja na mazungumzo ya Urusi na Marekani kuhusu Ukraine. Haya yamesemwa leo na ikulu ya Kremlin. Kremlin imeongeza kuwa Putin alimshukuru Al Nahyan kwa kusimamia ubadilishanaji wa wafungwa kati ya nchi yake na Ukraine. Mbali na hayo, kampuni ya reli inayomilikiwa na serikali ya Ukraine, Ukrzaliznytsia, imesema leo kuwa usafiri haukutatizwa na shambulizi la mtandaoni lililolenga mfumo wake wa tiketi za mtandaoni. Mwenyekiti wa bodi ya kampuni hiyo, Oleksandra Petsovsky, ameiambia televisheni ya taifa kwamba shughuli za usafiri hazikusitishwa kwa sababu walianza kutumia mara moja mfumo mbadala. DW tunavuma kwa kishindo.